Yes, kama utakumbuka vizuri kwamba tarehe 8 mwezi Machi ilikuwa inapaswa kuchezwa Kariakoo Derby hapa Bongo kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, lakini mechi hiyo haikupigwa kwa sababu ambazo zilitokea huko, ambazo wote tunafahamu kwamba bodi ya ligi walihairisha mechi hiyo kwa sababu ambazo zilikuwepo, ambazo wote tunafahamu. Zuiliwa kufanya mazoezi na mwenyeji wake ambaye ni Yanga, lakini baada ya hapo mambo yakawa ni mengi, so tukafahamu kwamba baada ya hapo mechi kuhairishwa, Young Africans walikuwa wanataka haki yao iweze kutendeka, na of course walitoka hapa mpaka kwenda CAS kwa ajili ya kwenda kupeleka malalamiko yao kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Sasa CAS hii leo wameweza kuandika barua, ambayo barua hiyo baada sasa ya kukaa na kusikiliza pande zote kuu tatu ambazo ilikuwa ni Young Africans, Simba pamoja na TFF, mahakama ya usuluhishi wa michezo CAS imejikuta haina mamlaka ya kuamua hatima ya dabi ya Kariakoo kutokana na kukosa marejeo sahihi ya kisheria, ambapo wamejiridhisha Yanga hakumaliza vyombo vya kupata haki yake nchini Tanzania, ambapo sasa CAS wameweka wazi kuwa Yanga ilipaswa kwenda na shauri lake katika kamati ya rufaa ya TFF. Sasa kabla ya hapo, naomba tu nikukumbushe kwamba timu ya Young Africans ilifungua kesi ya msingi iliyofunguliwa dhidi ya TFF, bodi ya ligi na Simba kama ambavyo nilikwambia, na iliomba kuweza kupewa alama 3 na mabao 3, lakini ikaomba CAS pia izuie tarehe ya dabi isipangwe mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa, yani ile ya kudai alama 3 na mabao 3 kwa walichosema Simba Sports Club waligomea mchezo wa tarehe 8 Machi mwaka 2025, ambapo nilikwambia kwamba ilikuwa dabi ya Kariakoo na ilikuwa inabidi ipigwe. Sasa walalamikiwa Simba Sports Club pamoja na TFF na bodi ya ligi kwenye utetezi wao walipinga Yanga Sports Club kuweza kufungua kesi CAS na kuzivuka mamlaka za TFF za kisheria. Kwenye hukumu ya CAS pia nikwambie tu kwamba wameweza kutoa maagizo, ambayo maagizo hayo: moja, CAS haina uhalali wa kisheria wa kusikiliza kesi hiyo yenye kumbukumbu CAS 2025 A11-298 Young African Sports Club versus Tanzania Football Federation and Tanzania Premier League kwa maana ya bodi ya ligi na Simba Sports Club. 2, CAS imelifuta rasmi na kuliondoa shauri la Yanga lenye kumbukumbu namba CAS 2025 A11-298 kwenye mfumo wake wote wa mashauri yaliyowahi kuletwa. CAS imesema kuwa maagizo haya hayana gharama zozote za ziada ambazo zinapaswa kulipwa isipokuwa kiasi cha milioni 3, ambapo Yanga walikilipa hakiwezi kurejeshwa kutokana na kulipia gharama za mahakama. Sasa hicho ndio ambacho kilichojiri siku hii ya leo baada ya CAS kuweza kutoa barua yao, ambayo wengi walikuwa wakisubiri majibu, kwa sababu tulikuwa tunafahamu kwamba Yanga walipeleka kesi huko, na of course tayari sasa CAS wameweza kutoa majibu kwamba wao hawawezi kutolea maamuzi kesi hiyo kwa sababu Yanga inasemekana kwamba walivuka baadhi ya sehemu hapa Tanzania, kwa maana ya walivuka TFF na bodi ya ligi kuweza kusikiliza kesi yao na wakakimbilia moja kwa moja CAS. Sasa kwa wale wanayanga ambao mlikuwa mnatamani sana kuweza kusikiliza kwamba kimetokea nini na kitatokea nini, basi nikujuze tu kwamba shauri la Yanga Sports Club limepigwa chini, na sasa TFF na bodi ya ligi wako huru kupanga tarehe ya dabi na itapigwa kama kawaida. Na endapo Young Africans wakigomea mechi, kuna hatihati ya kuweza kuporwa alama 15. Sasa unaweza ukajiuliza kama wewe ni shabiki wa Yanga kwamba je, mko tayari kuweza kuporwa alama 15 kwa sababu tu ya kugomea mechi, ama mtakuwa tayari kuweza kucheza mechi ili maisha mengine yaweze kuendelea, kwa sababu tayari CAS wameshaitolea uamuzi kwamba haiwezekani na imeshafungia shauri hilo. So ni muda mwingine sasa viongozi wa Yanga kuweza kukaa chini na kuweza kufuatilia kwamba je, watakubali kucheza dabi ama wataamua kuendelea katika ngazi nyingine kuipeleka kesi yao. Mimi naitwa Gen Viva na hii ni Ubobezi TV. Cha msingi ni wewe kuendelea kutufuatilia ili mambo mengine yaweze kuwa fresh kabisa. Kuhusu masuala mazima ya michezo, burudani, siasa, yote utayapata hapa ndani ya Ubobezi TV. Nikukumbushe tu kwamba unaweza ukasubscribe, lakini pia ukalike, ukacomment na ukashare
na ukawa wa kwanza kuweza kuzipata hizi taarifa. Tunapatikana Instagram, TikTok, lakini pia hapa YouTube kwa jina moja tu la Wabobezi TV.